Mbei akaenda si Upanga, kule watu wamenona. Lakini huku ni kwamba tu vile mtu umekula wewe, ndio kama hivyo tuseme, umetoka siku ya Jumapili, badala ya kupumzika umeenda kuchukua nguo, ndio unafua, umelala huko hoi, unaota tu sasa kama kukumbawa siku gani, au ndio kama hivyo umekula pasi na mpangilio, umeshiba, umelala, umevimbewa, unaota hovyo. Sasa ndio mtu anakuja anasema popobawa, anasema nini, lakini watu baadaye unawaambia taratibu, wanakuja wanaelewa kwamba kweli hiki kitu sio kweli. Huko popobawa anakuja Kiswahilini tu huku, alafu popobawa asikupate nje, yani asikupate nje akupate ndani, mtu aende kulala nje ndio anakuwa salama zaidi. Haingia kilimo lingine. Kama atakuwa nasikia hapo Msanoeli, Dr. Othmani aliongea vizuri sana pale. Sasa hivi hata watu wenye umri mdogo tumeshagundua kwamba kuna watu wanapata sukari wakiwa na umri mdogo, ni type 2 kwa sababu ya hizi lifestyle. Kwa hiyo cha msingi ni kushikamana kwenye grupu hili, mwisho wa siku atakuja kujua kama yuko type gani. Lakini wameshapatikana watu miaka 20, miaka 15 wanajulikana kabisa hawa ni type 1, lakini baadaye ni type 2. Ni type 2 kwa sababu ya hizi lifestyle junk food hizi, yani industrials, nani, mambo ya mapinduzi ya viwanda haya ndio yamekuja kuleta shida zote hizi. Kwa hiyo tuwe makini na hilo. Maisha hapo Dr. Masudi. Asante sana Dr. Abu. Nadhani muda umetuacha mkono. Tafadhali, kuna yote mwenye swali kwanza? Ama imefahamika? Kama imefahamika semeni tumefahamika. Kwanza Mr. Lucas, karibu kwanza, kama una swali karibu. Asante. Mimi sio swali, lakini ni kujaribu kutafakari kidogo alichokizungumza Dr. hapo kuhusu kukojoa kitandani. Okay. Mimi nadhani labda nieleze kwa upande wangu. Haijawahi kunitokea kukojoa kitandani pasei, ingawa inaweza ikatokea nikakojoa kitandani, lakini sio ile eti nimelala na koroma na kuja kushtukia nimekojoa kitandani. Hapana. Ni kwamba kwa sababu ya tabia ya sukari unapata mkojo na hamu ya kutaka kukojoa, sasa mpaka ukurupuke kitandani ukawahi chooni unakuta umeshaachia. Sasa ile sio kukojoa kitandani, ni kwamba tu muda wa kutosha wewe baada ya kupata taarifa unahitaji kwenda kukojoa unakuwa mfupi sana kwa mazingira ya watu wenye kisukari. Ndio maana hata ukialikwa eneo fulani hivi kwenda pale, unatakiwa uanze kuuliza chooni ni wapi, kusudi ukiona dalili kidogo, hata kama ni kidogo, unaenda kupunguza. Lakini ukisema tu umekaa umerelax, ikija ile ya sawa sawa, hufiki chooni kabla hujaachia. Kwa hiyo unakuta sijui ni sphincter muscles zinakuwa zimechoka, sielewi, lakini ni kwamba kupata muda wa kutosha kuondoka uende. Naam. Mr. Lucas. Naam. Yani hiyo inawatokea watu ambao yani hujajua kama una shida ya sukari. Yani symptoms, yani dalili za mwanzo. Watu wa sukari ni hizo. Na wakati mwingine huko kwa kwenye sukari basi na kujua ni hizo. Ndio maana nimesema katika watu ukiwauliza wale waliopita nini, anakuambia mimi nilikuwa hivi nikawa nasikia, lakini sijamsikia mtu akisema nimekojoa kitandani au hivi nini. Wengi wao sana nilikuwa nakojoa kitandani na nini, lakini baadaye ukija kuwafuatilia nimekuelewa. Nani unakuta diabetes kidogo. Sawa. Shukran sana Dr. Abu kwa ufafanuzi. Shukran sana Mr. Lucas kwa ufafanuzi. Mr. Lucas, umemaliza? Mimi nimemaliza, ilikuwa tunataka kufanya clarification kwa upande wangu kuhusu hilo la kukojoa yangu. Okay, good. Yeah, hii inawezekana. Sahihi kabisa, upo sahihi kabisa. Asante sana. Nadhani kama tumelielewa somo la leo, tafadhali tuguse emoji sije kwa watu wamelala, ili nijue kama tunaelewana vizuri. Yani tumeelewana vizuri sana na tumenufaika sana. Alhamdulillah. Asante sana Madam Lusungu, asante sana dada yangu Mara, Mr. Evelyn, Bi Khadija, dada yangu Rehema, Gift, mgeni, mtumwa na wengi